Tumsifu Yesu Kristo. Uhuru wa Yesu. Mola yaseba tuitikie wote Yesu. Roho Mtakatifu wa Yesu ananena na ulimwengu, pinga ushoga na roho zote za kuzimu na kuziombea kwa jina la Yesu. Lakini pinga roboti aliyeingia duniani kwa kisingizio cha kukua kwa sayansi na teknolojia, ni sanamu huyo. Kwanza tuanze na sala ya ufalme wa Yesu inayotoka katika kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 9 hadi wa 13. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamehe deni zetu kama sisi nasi tuwasamehe wadeni wetu, na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule muovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Kama kujiunga na channel hii ya ufalme wa Yesu ni leo, ni vyema kufuatilia vipindi vya nyuma, utabarikiwa sana. Leo tutajifunza siri 3 za Yesu Kristo katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 22 hadi 23. Tutaanza na siri ya kwanza. Paulo mbele ya baraza. Siku ya pili yake, akitaka kujua hakika ni kwa sababu gani ameshtakiwa na Wayahudi, akamfungua, akawaamuru wakuu wa makuhani na baraza yote wakutane. Akamleta Paulo chini, akamweka mbele yao. Paulo akawakazia macho watu wa baraza, akasema, ndugu zangu, mimi kwa dhamira safi kabisa nimeishi mbele za Mungu hata leo hivi. Kuhani mkuu Anania akawaamuru wale waliosimama karibu naye wampige kichwa chake. Ndipo Paulo akamwambia, Mungu atakupiga wewe, ukuta uliopakwa chokaa. Wewe umeketi kunihukumu sawasawa na sheria, nawe unaamuru nipigwe kinyume cha sheria. Wale waliosimama karibu wakasema, je, unamtukana kuhani mkuu wa Mungu? Paulo akasema, sikujua ndugu zangu ya kuwa yeye ni kuhani mkuu, maana imeandikwa, usimnenee mabaya mkuu wa watu wako. Paulo alipotambua ya kuwa sehemu moja ni Masadukayo na sehemu ya pili ni Mafarisayo, akapaza sauti yake katika ile baraza, ndugu zangu, mimi ni Farisayo, mwana wa Farisayo. Mimi ninahukumiwa kwa ajili ya tumaini la ufufuo wa wafu. Alipokwisha kunena hayo, palikuwa na mashindano baina ya Mafarisayo na Masadukayo. Mkutano ukafarakana, kwa maana Masadukayo husema ya kwamba hakuna kiyama wala malaika wala roho, bali Mafarisayo hukiri yote. Pakawa na makelele mengi. Waandishi wengine wa upande wa Mafarisayo wakasimama wakateta wakisema, hatuoni uovu wowote kama mtu huyu, bali ikiwa roho au malaika amesema naye ni nini? Ugomvi mkubwa ulipotokea, yule jemedari akachelea Paulo asije akararuriwa nao. Akaamuru askari washuke na kumwondoa kwa nguvu mikononi mwao na kumleta ndani ya ngome. Usiku ule Bwana akasimama karibu naye, akasema, uwe na moyo mkuu, kwa sababu kama ulivyonishuhudia habari zangu Yerusalemu, imekupasa kunishuhudia vivyo hivyo Rumi nako. Nini tunajifunza hapa katika siri ya kwanza kabisa hii ya Paulo anapotafuta wamuue, lakini bado Mungu akasimama kumtetea? Kwanza, Paulo ameambiwa auliwe, akasema, wewe unataka kuniua, utapigwa na Mungu. Bali wakaanza kumkemea, wanamwambia kwamba unamtukana kuhani mkuu. Paulo akajishusha ili kutimiza neno la Yesu Kristo ambalo alimwambia kwamba aende tena Rumi kwenda kushuhudia haya maandiko alivyoyashuhudia Yerusalemu, ili Yesu Kristo apate kupanda neno la ushuhuda kwamba bado ningali hai, natenda kazi na wateule wangu. Ni kweli wameniua, lakini nimefufuka, ningali hai,
niko nafanya kazi na wateule wake. Kwa hiyo Paulo alijishusha ili kutimiza misheni ya Yesu Kristo, mfalme wa mbingu na dunia, lakini alikuwa na mamlaka ya kutamka jambo na likawa, kwa maana alikuwa na Mungu ndani yake. Lakini kumbuka pale injili ya Yesu pia ilikuwa inasema tubariki, tuwaombee tu wanaotufanyaje, wanaotuombea mabaya. Kwa hiyo Paulo, andiko pia Roho Mtakatifu alipita katika kichwa chake, akajifanya kama ana akili ili acheze na andiko la injili ya Yesu Kristo, maana Paulo alikuwa anaishi na Yesu Kristo ndani yake. Siri ya pili, njama za kumuua Paulo. Kulipopambauka, Wayahudi wakafanya mapatano, wakajifunga kwa kiapo kwamba hawatakula wala hawatakunywa hata wamuue Paulo. Na hao walioambiana hivyo walipata zaidi ya watu 40. Nao wakaenda kwa wakuu wa makuhani na wazee, wakasema, tumejifunga kwa kiapo tusionje kitu hata tumuue Paulo. Basi sasa ninyi pamoja na wazee wa baraza mwambieni jemedari amlete chini kwenu, kana kwamba mnataka kujua habari zake vizuri zaidi, na sisi tutayari kumuua kabla hajakaribia. Mjomba wake Paulo akasikia habari za kuotea kwao, akaenda akaingia ndani ya ngome, akampasha Paulo habari. Paulo akamuita akida mmoja, akasema, mchukueni kijana huyu kwa jemedari, maana ana neno la kumwarifu. Basi akamchukua akampeleka kwa jemedari, akamwambia Paulo, yule mfungwa aliniita akataka nikuletee kijana huyu kwa kuwa ana neno la kukuambia. Yule jemedari akamshika mkono, akajitenga pamoja naye kando, akamuuliza kwa faraga, una neno gani utakalo nikuarifu? Akasema, Wayahudi wamepatana kukuomba umlete Paulo chini kesho, ukamweke mbele ya baraza, kana kwamba wanataka kupata habari zake kwa usahihi zaidi. Basi wewe usikubali, kwa maana watu zaidi ya 40 wanamotea, wamejifunga kwa kiapo wasile wala wasinywe hata watakapomuua, na sasa wako tayari kitazamia ahadi kwako. Basi yule jemedari akamwacha kijana aende zake, akimwagiza, usimwambie mtu awaye yote ya kwamba umeniarifu haya. Nini cha kujifunza hapa tunapoangalia Paulo? Watu wamefunga, wameacha kula, wameacha kunywa, lengo wanataka wamuue kwa sababu ya kushuhudia matendo makuu ya Yesu Kristo. Cha kwanza tunashuhudiwa kwamba hata shetani kumbe huwa hanafunga, lakini huwa hanashindwa kwa sababu neno lake halina uzima ndani yake. Na neno linaloshauriwa tufunge kwa ajili ya ukombozi ni neno lenye uzima, na ndilo liloko kwenye injili za ushuhuda wa Yesu Kristo za uponyaji. Wamefunga, wameacha kula, lakini hawakufanikiwa kwa sababu Yesu Kristo alikuwa pamoja na Paulo. Jambo lingine tunalojifunza hapa, Mungu akipanga jambo hakuna wa kuzuia, na Mungu ni Yesu Kristo, ndilo tunaloshuhudiwa hapa. Siri ya tatu, Paulo atumwa kwa Feliki mtawala. Akawaita maakida wawili, akasema, wekeni tayari askari 200 kwenda Kaisaria, na askari wapanda farasi 70 na wenye mikuki 200 kwa saa 3 ya usiku. Akawaambia kuweka wanyama tayari wampandishe Paulo na kumchukua salama kwa Feliki liwali. Akaandika barua kwa namna hii: Claudio Lysia, kwa liwali mtukufu Feliki, salamu. Mtu huyu alikamatwa na Wayahudi, wakawa karibu kumuua. Ndipo nikaenda pamoja na kikosi cha askari nikamuokoa, nilipopata habari ya kuwa yeye ni Mrumi. Nami nikitaka kulijua lile neno walilomshtakia, nikamtelemsha, nikamweka mbele ya baraza. Nikaona kwamba ameshtakiwa kwa ajili ya maswali ya sheria yao, wala hakushtakiwa neno lolote la kustahili kuuawa wala kufungwa. Hata nilipopewa habari kwamba patakuwa na vitimbi juu ya mtu huyu,
Mara nikampeleka kwako, nikawaagiza na wale waliomshtaki wanene habari zake mbele yako wasalamu. Basi wale askari wakamchukua Paulo kama walivyoamriwa, wakampeleka hata Antipatri usiku. Hata asubuhi wakawaacha wale wapanda farasi waende pamoja naye, nao wakarudi zao ngomeni. Na wale walipofika Kaisaria na kumpa liwali ile barua, wakamweka Paulo mbele yake. Naye alipokwisha kuisoma, akawauliza, mtu huyu ni wa jimbo gani? Alipoarifiwa ya kuwa ni mtu wa Kilikia, akasema, nitakusikia wewe watakapokuja wale waliokushtaki. Akaamuru alindwe katika nyumba ya uliwali ya Herode. Nini tunachoshuhudiwa hapa? Mungu akitaka jambo ulitimize, hata kama utapitia changamoto namna gani. Paulo hapa ameona, hata roho yake iliona huzuni, lakini bado alipanga mission na Yesu Kristo kwamba ulivyonishuhudia Yerusalemu, nenda tena na Rumi ukanishuhudie. Yesu alitamka na ikawa. Hapa anazidi kutengenezwa mazingira ya kusogeza siku mbele ili apate kushuhudia matendo makuu ya Yesu Kristo. Lakini jambo lingine tunazidi kushuhudiwa kwamba serikali iko chini ya Mungu, na serikali ndiyo iko juu ya dini zote. Hizi dini na madhehebu haziwezi kuendesha nchi, maana dini ni sehemu ndogo sana. Inapaswa iwe chini ya serikali. Serikali ina mamlaka kwa sababu serikali na mamlaka zote ziko chini ya mfalme Yesu. Ndivyo tunavyoona hapa Paulo amehifadhiwa hai na hawa watu ambao hata maagano hawayajui, maandiko hawayajui, lakini wamepata kumuhifadhi kwa sababu walikuwa chini ya Yesu Kristo mfalme ambaye anatawala ulimwengu mpaka dakika hii. Asanteni kwa kunisikiliza. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki dunia yote na mataifa yote duniani. Amina.